الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، كتوفيق الله سبحانه وتعالى leo tunaanza rasmi barnamiji yetu mpya. Barnamiji kwa maana ratiba. Tunaanza rasmi leo ratiba yetu mpya ambayo tumekusudia kuelezea faida mbalimbali za elimu ya hadithi. Tunaposema elimu ya hadithi tunakusudia ilmu alhadithi riwayatan wa ilmu alhadithi dirayatan, kwa maana elimu ya hadithi kwa ujumla wake, na tujakusudia kueleza kuanzia mwanzo wa elimu alhadithi. Mathalan tukaanza kueleza nini maana ya ilmu alhadithi riwayatan au nini maana ya ilmu alhadithi dirayatan. Hapana, tulichokusudia katika barnamiji yetu hii ni kuelezea faida mbalimbali zinazohusiana na elimu hii. Tamam, hakadha, na kanuni mbalimbali zinazohusiana na elimu hii. Na leo insha Allahu taala tutaangalia na kuigusia kanuni muhimu sana, kanuni ambayo kila mwenye kujishughulisha na elimu ya hadithi hana budi aitambue, kwa sababu ni kanuni mama, ni kanuni ambayo itamwezesha yeye kuweza kutoa hukumu katika sanadi za hadithi. Tamam, hakadha. Na kanuni yenyewe anasemaje? Alqillatu taghlibu alkathrata, alqillatu taghlibu alkathrata au alqillatu taghlibu alkuthrata au alqillatu taghlibu alkithrata. Yote tunaweza kutumia alkathrata bifathi alkaf, alkuthrata bidhammi alkaf, alkithrata bikasri alkaf. Tamam, hakadha. Hii ni kanuni muhimu sana katika elimu ya hadithi. Ina maana gani? Alqillatu uchache, alqillatu uchache, taghlibu alkathrata unazidi wingi, au uchache unashinda wingi. Tamam, hakadha. Nini maana ya kanuni hii? Kanuni hii maana yake ni kwamba inapotokea katika sanad kuna idadi ndogo ya wapokezi au mpokezi mmoja, basi sanadi hiyo itahukumiwa kwa mujibu wa ile idadi ndogo au kwa mujibu ya ule mpokezi mmoja. Tamam, hakadha. Mathalan, tutoe mfano, ladaina hadithu nabii sallallahu alaihi wasallam, mbele yetu tuna hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii rawahu khamsatun, imepokelewa na watu watano. Warawahu khamsatun an khamsatin, na wakaipokea watu wengine watano kutoka kwa wale watu watano wa kwanza. Warawahu wahidun an khamsatin, kisha hadithi hii akaja kuipokea mtu mmoja kutoka kwa wale watu watano wa mara ya pili. Warawahu khamsatun an wahidin, kisha wakaja kuipokea watu wengine watano kutoka kwa huyo mtu mmoja. Tamam, hakadha. Tuna tabaka ngapi hapa? Tuna tabaka 4 za wapokezi. Wapokezi wa kwanza kupokea hadithi walikuwa watano. Wapokezi wa pili kuipokea hadithi hii pia walikuwa ni wangapi? Watano. Kwa mujibu wa istilah za ilmu alhadith, hadithi ni hadithi gani? Hadithi mashhur, hadithi mashhurun. Tamam, hakadha. Kisha ikaja tabaka ya tatu, tabaka ambayo ameipokea mtu mmoja kutoka kwa watu watano wa tabaka ya pili. Tamam, hakadha. Kisha ikaja tabaka ya 4, tabaka ambayo kuna wapokezi watano ambao wamepokea hadithi kutoka kwa mtu mmoja. Tamam, hakadha. Sasa kwa mujibu wa tabaka ya kwanza na ya pili, hadithi hii ni hadithi gani? Ni hadithi mashhurun, ndiyo hukumu yake. Lakini baada ya kuja kuipokea mtu mmoja hadithi, mtu mmoja ambaye katika tabaka ya tatu, basi hukumu ya hadithi hii inakuwa nini? Inakuwa imeshabadilika. Baada ya kuwa mashhurun, hadithi hii sasa inakuwa ni gharibun. Sawa? Na hadithi gharibu ni hadithi gani? Ni hadithi aliyoipokea mtu mmoja, kama alivyosema
katika Al-Baiquni, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat, nasema hadithi gharibu ni ile hadithi aliyopokea mpokezi mmoja. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hadithi hii kutokea mwanzo katika zile tabaka zake mbili ilikuwa ni hadithu mashhurun, ilikuwa ni hadithi mashhur, lakini katika tabaka ya tatu akaja kuipokea mtu mmoja, Sasa hapa wanazuoni wa elimu ya hadithi wanaangalia uchache. Uchache ndiyo nini? Ndiyo una nguvu katika nini? Sanad kuliko wingi. Kwa hiyo hadithi hii hapa itahukumiwa kuwa ni gharibun. Tamam, hakadha. Hata kama baada yake watakuja kuipokea watu zaidi ya mmoja, na tumeona baada ya huyu mmoja wakaja watu wangapi? Watu watano. Tamam, hakadha. Na hata kama ikiendelea kwa wingi huko mbele, lakini sisi hatuangalii wingi, tunaangalia nini? Ule uchache. Kwa hiyo hii ni kanuni muhimu sana katika elimu ya hadithi. Tamam, hakadha. Inasemaje kanuni yetu? Alqillatu taghlibu alkathrata. Tamam, hakadha. Lakini pia tutoe mfano wa hadithi mutawatir. Hadithi mutawatir ni ile hadithi iliyopokewa na watu wengi. Mathalan, imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokelewa na watu 1000. Hii tabaka ya kwanza. Ikaja tabaka ya pili pia watu 1000, tabaka ya pili. Ikaja tabaka ya tatu pia ikapokelewa na watu wangapi? Watu wawili. Watu wawili tu wakaipokea hadithi hiyo. Ikaja tabaka ya nne wakaipokea tena 1000. Tamam, hakadha. Hadithi hii kwa mujibu wa tabaka zake mbili, ya kwanza na ya pili, ni hadithi gani? Ni hadithi mutawatir. Mutawatir. Lakini kwa mujibu wa tabaka ya tatu ambayo ina wapokezi wawili, hadithi hii itabadilika hukumu yake. Baada ya kuwa ni mutawatir itakuwa ni hadithu gani? Azizun. Itakuwa ni hadithi gani? Azizun. Tamam, hakadha. Kwa hiyo leo insha Allah taala tumetabaruku na kufungua barnamiji yetu na qaida hii na kanuni hii muhimu sana, kanuni ambayo itakusaidia wewe tamam kuweza kutoa hukumu katika nini? Sanad. Inasemaje kanuni yetu? Alqillatu taghlib alkathra, wa ila huna intahi. Alkamalu lillah walismatu lilanbiya والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا عفو منكم.